Yesu asifiwe. Kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, au mwanadamu ana maisha sehemu hii, kwenye ulimwengu wa mwili lakini pia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kiroho, ili utoke kwenye kiwango kimoja uende kwenye kiwango kingine, lazima kuna strategies, kuna plan, kuna program, kuna project ambayo hiyo project itarun movement yako. Hiyo project au hiyo jambo unaloendesha litasaidia ule mjongeo wako wa kutoka kwenye level uliopo kwenda kwenye level nyingine. Unajua, ukitaka kutoka kwenye level moja ya aina ya gari ama nyumba unayoishi, either ununue au upange, the measure of exchange pale is money. Kuna kitu kinaitwa currency. Currency kwa maana ya fedha au measure of exchange, lakini in the currency there is money. Kwa hiyo kwenye kitu kinachotumika kununua au kupata kitu kutoka kwa mtu, moja ya hicho kitu ni nini? Ni fedha. Kwa maana Mungu anasema hivi, fedha na dhahabu ni mali yake. Kwa ulimwengu wetu wa sasa, we are not using dhahabu. Dhahabu inakaa mahali benki ama kwenye wanakotunza huko duniani kama kitu ambacho baadaye kinaweza kikauzwa kikafanya mtu apate pesa yoyote inayopatikana kwa huo wakati au kwenye hiyo nchi. For God, it can change to any kind of currency, to any country or to anyone. Sasa ukitaka sasa hivi wewe hapa utoke kwenye level ya nyumba unayoishi kwenda kwenye nyumba nyingine, you need money. Either pesa utaitoa wewe au kuna mtu atatoa kwa niaba yako. Unaona hivyo vitu vilivyovivaa havina umuhimu na thamani sana vikiwa hivyo, ila hivyo ni pesa. Ukiitoa kwenye hali hiyo iliyokuwepo, ukileta kwenye pesa, itapendwa na itakuwa na thamani, kwa sababu ni kitu kinachotumika kubadilisha. Kwa vyovyote vile, you need money kwenda kwenye level nyingine. You need money. Yani hata uwe unafunga vipi, unaomba vipi, kuna vitu hauwezi kupata kama hauna pesa. Yani funga unavyoweza, fanya unavyoweza, but you need money. Unajua kuna watu wameshindwa kwenda kumwabudu Mungu wao kwa sababu hawana pesa ya kuwafikisha mahali wanatakiwa kuabudu. Unajua kuna mtu mwingine analala njaa, anaona maisha magumu kwa sababu amekosa pesa. Si kwamba chakula hakipo, kipo. The food is there. But what's money? Kwa sababu when you have money, you can reach, you can get, unaweza kufika, unaweza kupata chochote. Kwa sababu kuna thamani ya pesa au mali kuliko shetani kwenye moyo wa mwanadamu. Kila aina ya uovu unaoendelea, focus ya huo uovu is money. Kama unakuwa kwenye mitandao, go and check them. People they are ready to be embarrassed, wako tayari wajidhalilishe just for money. Mtu yuko tayari awe mtumwa, money. Yuko tayari aibe, money. Unaelewa vizuri? Kwa vyovyote mwanangu, unahitaji hela. Kuhitaji hela sio dhambi. Dhambi na shida kupenda pesa. Na Yesu alisema siku za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, lakini watakuwa wenye kupenda pesa. Ukiona ametokea Mungu, kitu cha Mungu yetu hapa, kitu cha Mungu cha kufanya kanisani, ila mchango au chochote au kwenu, una ugumu wa kutoa na unayo moyo wako umependa pesa. Kwa Mungu alisema hivi, huwezi kutumikia Bwana wawili, kwa sababu utampenda mmoja utamchukia mwingine. Ili shetani akufanye uipende dunia, atakuweka kwenye mazingira ya kukufanya uipende pesa. Kuna njia au kuna vitu kwenye currency ambayo ni spiritual and the physical currency. Yani kuna fedha ya kiroho na ya kimwili ambayo ziko nne. Ya kwanza, pesa. Ya kama hautakuwa na pesa, kuna mahali kwenye level fulani ya maisha
hautaweza kwenda. Kuna mazingira unakaa kwenye mtaa au hayo mazingira wamejaa wachawi na ushirikina na mambo ambayo hayako sawa. Kitakacho kufanya uame hapo ukapange sehemu nyingine ni nini? Pesa. Au ukifika utanena kwa lugha. Kwa ukifika pale uta introduce money. Na yule mwenye hiyo nyumba atatambulisha pesa. Na hapa na nyumba napangisha laki 4. Kwa mtu mwingine akiona unaishi pesa, wow, unaishi vizuri. Lakini kinachotoa thamani ya kuonekana unaishi vizuri ni laki 4. Na atmosphere ya kiroho ya hilo eneo limebebwa na kiwango cha yule mtu. Ndio maana kwa maana yake ukitaka vitu unique you must have a unique money. Ukitaka Rolls Royce ile pale au private jet, unique money. Nina formula. Hizo formula sasa za kupata pesa nasema wiki ijayo. Ila leo nataka kukuonyesha hivi unahitaji hela. Ile ulionayo haitoshi kupeleka kwenye kiwango kingine. Na kuna vitu katika ufalme wa Mungu huwezi kufanya kwa sababu kuna pesa unakosa. Kama fedha ingekuwa haina thamani, Mungu asingesema fedha na dhahabu ni za kwake. Na aliyeweka mfumo wa kupata vitu kupitia pesa ni Mungu. Watu wengi hawajui aliyeweka mfumo. Mtu akitakaje lazima atoe pesa, sio shetani. Ni Mungu. Na huo mfumo Yesu mwenyewe ametumia. Kwani hujasoma Biblia? Yesu alipokuwa akitembea alikuwa na nyuma yake yuko Yuda ambaye ndo alikuwa amebeba mkoba. Yuda ndo alikuwa mwazini. Katika safari ya utumishi wa Yesu, pesa ilihitajika. Ndio maana tunakwambia changia. Kinachofanya to miss right now, it is money. Unaelewa? Ndio maana kuna vitu vitamani vipate lakini uvipate kwa sababu huna hela, sio kwa sababu Mungu hajataka. Kama Mungu asingetaka asingevipitisha kwenye macho yako na asingekwambia chukua na asingekuonyesha kwamba hiki ni cha kwako. Ndio maana kuna ndoto na maono nayo na hayatokei. Kuna media of exchange unakosa. Unaelewa vizuri? Unaona maisha ambayo unayo ni kwa sababu una hela. Kwa nini ukweli kuna aina ya heshima uipate kama una hela, si ndio? Uongo kweli. Si ni kweli? Yesu asifiwe. Sasa pesa ina nguvu ya mabadilisho. Nguvu ya manunuzi. Umeelewa vizuri? Shetani anapata nguvu duniani kwa sababu ameshika pesa. Shetani alikuwa na nguvu ya kumwambia Yesu, nitakupa miliki yote. Kwa sababu anavyo watu wa duniani ambao wameokoka ni matajiri kuliko watu wanaoamini Yesu. Watu ambao hawako kanisani duniani ndio watu ambao matajiri kuliko watu walikuwa kanisani. Wana hela kwa sababu ukilinganisha na wewe. Si wazi kabisa. Kaangalie tu hata ile top 10 ile 10 bora ya matajiri. Kaangalie tu matajiri wa Tanzania. Kaangalie matajiri wa Afrika. Sasa pesa inahitajika. Na kuonyesha mfano kwenye sura 8. Sura 8 sura kwanza nasoma. Yesu ndiye. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale thenashara walikuwa pamoja naye. Na wanawake, sikiliza, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo 7 na Yohana mkewe Kuza wakili wake Herode na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Kwa hiyo utakosema sina baada ya siku utajikuta kwenye mazingira hayo kweli. Sasa unakweli walioponywa na kusaidiwa na Yesu Kristo, mmoja wapo alitolewa mapepo 7. Bwana Yesu sikiliza. Hao watu walimtumikia Yesu kwa kumhudumia kupitia nini? Mali zao. Umeelewa? Ila Yesu alizunguka nini? Mji mpaka mji. Kwa hiyo ili Yesu aingie mji fulani, aende kijiji fulani, kuna aina ya watu walitakiwa watoe mali zao, money. Kwa hiyo kama wale watu wasinge support ile huduma ya Yesu, Yesu asingefika. Kwa hiyo Yesu alikuwa yuko comfortable kuhudumu na hana stress, kwa sababu kuna watu walibeba ile jukumu. Wale watu wao waliamua kumtumikia Yesu. Sasa angalia huduma ya Yesu, ili aende kijiji cha kwanza, aingie kijiji cha pili, ili aende mji wa kwanza,
aije mji wa pili. Kitu gani alikuwa anakihitaji? Mali, kwa lugha nyingine pesa. Umeelewa? Maandiko yanasema wakati mwingine alikuwa anaenda Galilaya, mara Nazareti, mara Bethlehem, mara Yerusalemu. Ni miji ni mbali. Anaendaje? Anafika vipi kule? Ndio maana wale wanaambia nendeni mjini, mkifika mjini mtamkuta mwanapunda. Yule punda mkimkuta mwambieni Bwana anamtaka. Maana yule punda alikuwa wa mtu na yule mtu alikuwa anajua habari za Yesu. Kwa hiyo Yesu, ile andiko litimie kwamba namuona mwanapunda amepanda, mwanapunda amepanda juu ya punda. Amepanda juu ya mwanapunda. Hayo mfalme, ule unabii uliotamkwa juu ya utumishi wa Yesu ulihitaji fedha kwa ajili ya kununua punda. Aliyenunua punda alitoa pesa, hakunena kwa lugha. Kwa hiyo utumishi wa Yesu ili aweze kuzunguka kwenye miji alikuwa anahitaji hela. Kwa hata wewe ili uweze kutoka kwenye level moja kwenda kwenye sehemu nyingine juu ya jambo lako unahitaji pesa. Na sio dhambi. Nakupa mfano mwingine. Unamkumbuka Yesu? Unajua kwa nini anafundisha hichi kitu? Vijana na watu wengi wanapenda hela. Ni kosa kupenda hela. Sio sawa. Hautakiwi kupenda. Unatakiwa uwe nazo. Uzihitaji. Pesa hutakiwi kuzipa moyo. Pesa unatakiwa uzishike. Unanielewa? Kwa mikono yako. Pesa ni kitu. Pesa sio Mungu. Ila pesa inaweza ikafanywa na shetani kuwa shetani wako. Your money can be your devil. Your money can be your Satan. If your money can be held by your heart, mikono ya moyo wako ikishikilia pesa na mali ulizonazo, zile mali na zile fedha zinakuwa shetani na haziongezekani. Na shetani anatumia pesa kuwa na nguvu. Mungu anatumia pesa ama fedha ama mali ama utajiri. Sisi watu wa Mungu tunatakiwa kuwa nao. Unanielewa vizuri? Mtu wa kweli anaweza akaumwa ili atibiwe hospitalini, inahitajika pesa. Hujaisikia watu wanashindwa kuzika kwa sababu maiti inadaiwa? Hujaisikia? Ni aibu. Na kitu kibaya, maana yake ni roho ya umaskini inashikilia watu. So they need money. Ukisikia wewe sema unaona pembeni, ngoja afike kwako. Utaelewa kwa nini baba amefundisha leo unahitaji pesa. Unafeli kwa sababu ya mafundisho au masomo yaliyofundisha ile siku mwalimu wewe kuwepo kwa sababu gani? Hivyo baba alikosa pesa, hujakaa darasani umefukuzwa ada. Kiwango chako cha ufahamu hakiendani na ufahamu wako kutokana na kiwango cha fedha kilikosekana. Kuna vitu hukufundishwa. Ulipush kwa nguvu. Unaelewa ninachosema? Ndio maana kuna mwingine akirudia mtihani akapelekwa kwenye sehemu nzuri ya shule akalipiwa, anafaulu. Tatizo sio shule, sio vitabu. Tatizo quality na quantity unayoipokea inaendana na kiwango cha pesa ulionayo. Unaelewa? Yaani huu ni ukweli mwanangu, jipige wewe kwenye maisha yako. Check wewe umeishi vipi? Cheki kiwango cha uchumi cha familia yenu. Cheki wewe umesoma vipi? Utakuta uliunga. Yaani mtoto ashindwe. Kuna mwingine si kwamba hana akili. Unaona maisha magumu unapitia. Inawezekana ungesoma ungepata faida na kuna mali ungekuwa kwa sababu ulipata elimu. Sasa na shetani alije ujinga. Wanawake wengi ili wapate hela wanajua watapata kwa mwanaume. Wakati Biblia haijasema hicho kitu. Biblia imesema unapata pesa kwa kufanya kazi, lakini kipawa nitasema wiki ijayo vitu. Viko vitu vinafanya mtu apate hela. Ila kuna mwingine ni rais akitaka nyumba, akitaka gari, akitaka pesa aongwe. Mahali zinapotoka hizo pesa inabeba picha ya kwako. Kwa hiyo anyone can see you prostitute. Mtu yote atakayeweza kukuona atakuona kahaba. Na kwenye ulimwengu roho kuna poto inafunguka. Biblia inasema hivi, ukifanya kazi utakula, si ndio? Ukiomba ukaliwa. Ukiomba hivyo hivyo. Umenielewa? Wadada tuangaliane, wanawake mmeelewa? Na nyoka, yani hivi inakubidi mwambie God give me money. Ili mwanaume akija kwangu asije mimi nisiwe rais wake kwa sababu ananihudumia. Umenielewa? Awe mwanaume kweli kwa sababu mimi na kila kitu, yani wewe isiwe unampenda au unakuwa na yeye kwa sababu unataka msaada wa fedha au kiuchumi.
Kwa hata kama kuna wakati atakwambia usiende, usifanye hiki, fanya hivi, una nguvu na hajakuoa kwa sababu huli bila yeye. Kwa sababu Biblia, mwanamke mzuri yule anayeweka kitu mezani asubuhi. Sasa wewe sasa kwenye ufahamu wako hauone kwamba pesa ina nguvu ya kuleta vitu, kwa una relax. Kwa vyovyote vile huwezi kwenda. Tension ya ndani ya kuipata pesa kwa sisi tulio Mungu, ikiwa ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu na ikiwa ni kwa ajili ya maisha tulionayo, kwa sababu yeye amesema mtachukua ufalme na vilivyokuwa huko ndani afu mengine tutazidishiwa. Yeye akasema mtapata amani hapa duniani kisha uzima wa milele. Umeelewa? Alianza mtapata uzima wa milele, alianza mtapata amani duniani kisha uzima wa milele. Maana yake tukiwa duniani lazima tuenjoy. Kumbukumbu la Torati sura ya 18, sura ya 8 mstari wa 18 inasema hivi, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nini? Nguvu za kufanya nini? Kupata utajiri. Wewe kama kumkumbuka mkumbuki, Jumapili uko kazini, kanisani unakuja kwa manacho, utakufa njaa. Tabaki hivyo na madela na Mungu wako haeleweki. Tabaki hivyo na kajumba kako unakaa akaeleweki. Utabaki hivyo na maisha yako hayaendi, kwa sababu the power of God it comes from our God. Umeelewa? Shetani hana nguvu ya utajiri kiasi kwamba akatushinda utajiri tunaomwamini Yesu. Ni kitu ambacho mimi nakipinga. Mungu amesema anatupa nguvu. Sio Roho Mtakatifu. Utajiri maana yake ni kutoshelezwa kuwa na vitu unavyovihitaji. Biblia inasema ili kulifanya imara agano la Mungu. Wewe Mungu ameweka agano gani na wewe? Agano lako na Mungu, agano la Mungu ameweka na baba zako akina Ibrahim lipi? Na kina Isaka ni lipi? Mungu sana kwenye Biblia inasema hivi, kwa maana hekima ni ulinzi, kama vile fedha ilivyo ni ulinzi. Hauko salama mwanangu, hauna hela. Na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima umuhifadhi yeye aliyenayo. Kwa kama fedha ni ulinzi, maana yake fedha inakuhifadhi kwa sababu hekima inakuhifadhi. Kama hekima ni ulinzi, kama vile fedha ilivyo ulinzi. Kama ilivyo fedha ni ulinzi, kama huna hela utalala nje. Kama huna hela tumbo lako litapata vidonda vya tumbo uli. Kwa afya yako iko hatarini. Pesa ni ulinzi, mali ni ulinzi. Kuna vitu wewe unasema ni ndoto yako, sio ndoto, ni vitu vidogo sana. Hivi kweli wewe wakuomba Mungu akupe kula wewe? Hivi kweli ukupiga moto kwa Mungu nipe kodi? Kweli? Kwamba Yesu wetu ameshindwa kiwango hicho? Unakaa unaomba una stress, Mungu mimi sina hela ya kula. Mimi sina hela ya kodi, Mungu sina nguo. Ni sawa tunamuomba kila kitu. Lakini kuna vitu sisi watoto wa Mungu hatutaki kuwa hivyo. Yeye alishasema sisi tunazidishiwa. Umenielewa? Kwa kule kuzidishiwa kuko wapi? Yaani ni sawa kweli mtoto wa Mungu Jumapili unaweza mtatoa nini sadaka? Unaweza nitavaa nguo gani? Is that true? Sio sawa. Sio sawa. Kuna namna hela umeiona kama sio ya msingi mwanangu. Pesa is very important. Yesu mwenyewe watu walimbeba na huruma yake. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 3? Anasema Yesu akapita miji na vijiji, akapita na watu wanaowahudumia. Mwambie yako pesa ni kitu cha umuhimu. Ukiwa na fedha unakuwa unapata ulinzi. Ukiwa na mali na fedha, agano la Mungu wako lililowekwa na baba zako linakamilika, linakuwa imara. Mungu alimwambia Ibrahim kwenye uzao wake atawapa fedha. Sikasema hapa Mungu ndio anayewapa nini? Utajiri. Mungu ndiye anatupa nguvu ya kupata nini? Utajiri. Nani anasikia anachosema? Amina. Mungu ndio Mungu anayetupa nguvu za kupata utajiri. Sio hivyo? Wewe ndio Mungu. Amina. Hekima na maarifa una, hata nguvu una. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtu anaendelea kusema amina. Wewe utafute fedha. Yesu aliitumia fedha kufanya mambo yake ya huduma. Yesu kuna wakati alidaiwa kodi, unakumbuka? Maana Yesu ilibidi atoe hela, alipia kodi na Petro.
Yesu akafanya nini? Akatumia kipawa chake, akamwambia Petro nenda pale, akatumia kipawa cha Petro, afi akatumia upako. Petro akaenda akavua samaki. Hauna hela, si una kipawa. Hauna hela, si una nguvu kubwa, utajiri. Ile nguvu ingie kwenye kipawa chako upate hela. Ukishapata kuwa mtaji, fanya mambo yako, rudi kwenye mambo yako yote. Ukiajiriwa miaka yote huwezi kufanikiwa mwanangu. Ili uwe tajiri kuna wakati unatakiwa kuacha ajira ili uzalishe pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa vyovyote vile kile kitu ambacho kinaweza kuchukua mioyo ya watu wakafanya hicho kitu kuwa Mungu wao, kichukue wewe ili wale watu wamuone Mungu wao. Watu wanasikia ninachosema? Tunachokosa ni hekima na maarifa. Moja ya maarifa hasa kwa watu waliokuwa kanisani, wamezoea kuona watu wa kanisani maskini. Na watu wanasemaga matajiri hawaendi kanisani. Kinachowafanya maskini wengi waende kanisani ni uhitaji, sio mioyo. Wewe sisema tajiri kuingia kwenye ufalme wa mbinguni ni ngumu kama ngamia kupita kwenye tundu la sindano. Maana yake hivi, fedha, matajiri wengi, pesa zinakuwa zimeshika mioyo yao. Sio wote, asilimia kubwa. Ndio maana hata mtu ukimwombea akipata kitu kwake anakuwa kama utajiri, anamwacha Mungu. Umeelewa vizuri? Lakini sisi tulio Mungu hatutakiwi kuridhika. Ndani yako ukiwa na ile kiu na njaa ya haki. Kiu na njaa ya haki manake moja kati ya kitu ambacho ni haki yako, utajiri. Kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 10 mstari wa 19 Biblia inasema hivi: karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai hufurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Wakati naanza nilikwambia kuna vitu wewe unamuomba Mungu, Mungu anajibu kupitia pesa. Unaelewa? Hivi unafikiri Mungu anaweza kanishusha gari pa? Tuombe. Uone. Mungu lete gari. Hapo watu washaomba hivyo. Mwombe Mungu nipe gari, akakuletea. Kama Mungu hajibu. Ila no. Mungu anatumia pesa kukupa majibu ya gari uliomba. Umenielewa? Hiyo pesa ile kuna vitu kavitumia ili yeye aije. Kwa hiyo ataweka nguvu ya utajiri, atakupa hekima na mafundisho kupata utajiri, alafu yale mafundisho yatakusaidia kuivuta pesa, atakwambia ufanye kazi. Ukifanya kazi, biashara, utapata hela. Ukipata pesa ndo jawabu la gari linafanya nini? Biblia inasemaje? Yesu alikufa na maskini wetu. Wakorintho wa pili sura 8 mstari wa 9. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5 na kuendelea. Biblia inaonyesha Mungu alimtokea Suleiman usiku kwenye moto. Suleimani akaeleza, akamtaka hekima, anataka maarifa, anataka uwezo na nini. Suleimani akaeleza ikisoma. Sikiliza. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleimani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia Suleiman, omba utakalo nitakupa. Asikiliza. Suleiman akaambiwa omba unalotaka nitakupa. Mwangalie Suleiman. Suleiman akasema vipi? Umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadiri alivyonenda mbele zako katika ukweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe. Nawe umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kijini pake kama ilivyo leo. Na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo nasikia hapo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa. Sikiliza vizuri idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako, angalia anachotaka sasa, moyo wa adili ni wahukumu watu wake na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi?
Na neno hili likawa jema machoni pa Bwana. Nasikia sentensi. Ya kuwa Sulemani aliomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi. Sikiliza. Wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako. Ngoja kwanza. Hakuomba aishi muda mrefu Hakuomba utajiri Wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako. Wala hukutaka roho za adui zako. Bali umejitakia akili za kujua tu. Sikiliza. Unajua mimi nimemshangaa sana Mungu. Kwa nini Mungu akasema wala hukutaka utajiri? Sasa Sulemani ameomba maombi. Hebu kwa nijibuje? Mstari wa 12. Basi tazama nimefanya kama ulivyosema. Angalia. Mungu anambia nimefanya kama ulivyosema. Halafu tazama nimekupa moyo wa hekima omba na wa akili. Hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe. Yaani kwamba kabla ya Sulemani kutokea hakutakuwa na mtu kama yeye, manake atamzidi mpaka baba yake. Akili, moyo wa hekima na akili. Mpaka baba yake anamzidi. Halafu wala baada ya kwako hata inuka mtu kama wewe. Hata inuka mtu anayeweza kuhukumu kama Sulemani. Mambo yale usio ya kwanza mpaka leo. Mbona Mungu anampa Sulemani? Mungu amempa kitu, alafu Mungu akaweka mipaka kwamba wewe ndio level yako ya juu. Hamna atakayezidi hapo. Hata baada yako hakuna mtu duniani atakuwa na hekima kuliko Sulemani. Haipo. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa. Mali na fahari. Hapo. Na mambo usiyoyaomba Mungu amekupa nini? Mali na fahari. Kumbe kuna mali na fahari. Hata hapata kuwa na mtu na nani? Na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Nawe katika siku Sulemani ambazo atakuwa yuko hai, hakuna kuwa na mfalme ambaye atamzidi Sulemani. Ndio maana wafalme walikuwa wanatoka mahali tofauti, wanaenda kuangalia hekima za Sulemani. Mpaka kwini wa Ethiopia, kwini wa Sheba akaenda kuangalia kwa Sulemani. Huyu jamaa bwana ana hekima ya ajabu. Hakuna tajiri atakayeweza kuvuka utajiri wa Sulemani. Mungu akampa Sulemani mali, akampa na hekima, watu wakawa wanaenda kwake. Mungu aliachilia fahari, maana yake nguvu ya kuwa mtu mkuu, nguvu ya kuwa tajiri. Akampa na mali. Kwa nini? Jamaa ameomba hekima, ameomba ufahamu, ameomba maarifa, ameomba namna ya kuamua watu. Mungu ameomba ukiamua watu ukiwa maskini wewe utakufa. Hekima ya maskini haina nguvu kwenye jamii. Hata kama una busara kwenye familia utafikia huko anza mwisho, tulia kwanza. Akitokea mtu anavishiriki akisema hapa nimesema hivi. Hata kama kuna mkubwa atalisikiliza. Mungu wa mbinguni yeye ndiye aliamua kumpa mali, kumpa utajiri Sulemani. Kwa nini? Hekima singetosha tu, kujua kuamua tu singetosha tu. Kwa nini alimpa mali? Kwa nini alimpa pesa? Mawazo ya maskini hayana nguvu. Wewe nyumbani kwako si una mahitaji, si una familia, una watoto, labda una mke au una mume, si ndio? Si kuna watu unahudumia, si ndio? Maana yake ukikosekana pesa wale watu wanakosa huduma, si ndio? Kwa fedha ni muhimu mpaka hapa, si ndio? Tumeelewana? Kijana na unanisikia leo hapa, unanielewa vizuri? Fedha kwa sisi tuliookoka ni dhambi kuiweka moyoni, ila sio dhambi kuitafuta. Walokole au watu wanaenda kanisani ni wavivu. Wanafikiri kuwa matajiri na kuwa na fedha ni anasa. Wanabeba aibu ambayo si sawa tukio kuibeba. Nani anasikia? Kwa hiyo kuanzia sasa au kuanzia leo, macho yako na ufahamu wako ukiona pesa, ona ni jawabu ya mambo yote. Kama kuna maombi na kuna vitu hauwezi kupata, ni lazima hela ikusaidie kupata. Ndio maana Mungu akasema natakaye tumikia mali na mimi, yaani ikiwa mali na Mungu, hamna anaweza akasema nitaenda na vyote. Lazima atamchukua mmoja, mwingine atamchukia. Maana yake kama moyo wako utapenda pesa, maana yake
moyo wako hautakuwa kwa Mungu tena. Pesa itakuwa Mungu kufanya. Utakuwa uko tayari kudanga, uko tayari kuiba, uko tayari kuongwa ili upate pesa. Yaani utakuwa uko tayari ulale na mtu upate hela, kwa sababu moyo wako umeshika mali. Heri walio maskini wa roho. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia, yeye alikuwa na pesa nyingi sana, akajaza vitu, akasema sasa nilale nipumzike, nile nishibe. Mungu akamwambia, wewe mpumbavu, usiku huu unaichukua roho yako. Tunaita mdimaji wa hati. Maana yake unaweza ukafanya kazi na ukapata pesa, ukimkosa Mungu umefeli. Kwenye moyo wako Mungu kwanza, pesa lazima. Tafuta watu wenye nguvu, wana trend kwenye mitandao, wanafanya nini? Cheki wote, focus yao ni hii moja, pesa. Cheki watu wa duniani wanapotengeneza manyimbo yao. Shetani nguvu alionayo sasa hivi duniani ni pesa. So Satan, his own the purchasing power. So if church lacking the purchasing power, it is dead. Pesa sio shetani. Shetani anatumia nguvu ya manunuzi, nguvu ya matumizi, nguvu ya kumiliki mali, kucontrol watu. Ndio maana watu wako tayari wavae nguo za aibu. Watu wako tayari wafanye vitu vya hovyo, wapoteze heshima yao. Watu wako tayari wakeshe kwenye mambo ya mitandao. Mtu yuko tayari aende kwa mganga apate hela. Mtu yuko tayari ajiuze apate hela. So you need money. Alafu unahitaji gospel. Kwa injili ikiwa vizuri kwako na mambo ya uchumi ikiwa sawa, tunaingia mbinguni. Amen. Au unataka na wewe ukiingia mbinguni ukaombe, ukawa umeomba kama yule aliyekuwa pale. Wale sasa sana. Haiwezekani. Hivi nani wameingia mbinguni duniani ni tajiri? Biblia inasemaje kwenye Kumbukumbu la Torati 8:18 anasema hivi, ataimarisha. Mungu ndio Mungu anayetupa utajiri, lakini anaimarisha agano aliloagana na baba zetu. Baba zetu katika roho, Ibrahim alikuwa tajiri, kaingia mbinguni. Yule maskini amekaa kwenye kifua cha nani? Haifaidii ukao unaingia mbinguni alafu duniani umeteseka. Huyo ndio anaenda kupumzika milele. Kama mbinguni watu wanaenda kupumzika milele, alafu na mbinguni wanatuambia sisi tunaishi maisha ya mbinguni tukiwa duniani. Maana yake sisi mpaka huko duniani tuna enjoy, kuna kapumziko. Nani amesikia kitu? Nani amesikia kitu? Kuna kufanya kazi na kuna kushughulika na kazi. Ukiona na mihangaiko, mateso, na unashughulika, something wrong somewhere. Umeelewa? Ninachofundisha, you can state, unaweza kusimama wewe. Unaweza kufanya vitu vya mwenyewe. Ndani yako kuna kitu Mungu ameweka, ila ni wewe tu hujaamua. Kuanzia leo amua kwamba ndani yangu kuna kitu, lakini hicho kitu huo ufahamu, haya maarifa, they can bring money to me. Vinaweza vikaniletea fedha. Wewe haujui umuhimu wa fedha. Ikipotea hela yako umerelax, unashindwa kujua kwamba pengine kwenye ulimwengu wa roho kuna mapepo yanaruhusu, au kuna mlango umefunguka ndio maana imetapeliwa. Kuna mlango umefunguka ndio maana pesa yako inaenda. Wewe unachukulia kawaida. Kama unafikiria tani akawatafute watu ambao wana madeni, hayaishani. Kama unafikiria tani akawatafute watu ambao wanadai, yaani anadai halipi, bila akija kukopa tena anatoa na hajawahi kulipwa. Ni roho. Wewe unifanya huruma, utakufa maskini. Ni roho. Kwa sababu mapepo yanajua huyu mtu hatuzuii pesa kuja kwake, ila tunaweka milango mingi ya kutoka hizo hela. Mara umepoteza, mara umenunua hiki, mara familia kuna hiki, mara kuna hiki, mwisho siku unaisha una hela, hata sadaka huna. Mahali pa kumtolea Mungu wako ili uendelee kupata baraka, upate fedha, hamna. Pesa zako zinaenda kufanya mambo ya watu wengine, ila pesa zako haziwezi kufanya jambo lako la sadaka kukupa baraka. Kuna mahali mlango uko wazi. Wewe upo tayari umpe mtu au upeleke mahali ambako hakuja kupa wewe pesa wala kukulinda, na unajua kabisa lile eneo ni la Mungu na linahitaji kweli kufanyika kitu na ni la Mungu. Sasa kule haweki excuse kwamba hapana, sasa sitoa, nitatoa wakati ujao, hapa ngoja kwanza nifanye kwa Mungu. Wewe huwezi, ila wewe ila hela kwa mtoto wako unatuma. Hela kula unayo, ya kununua uzo unayo. Ndio maana hupati hela. Ndio maana huwezi kukua.
Kwa sababu Mungu anaona hivi, huyu hivi vitu alivyo navyo mimi nimempa. Ila hata katika kumpa hivi haoni umuhimu. Ndio maana biashara yako haikui. Ndio maana upo hivyo. Shida inakuwa unaweka excuse kwa Mungu. Ada ya mtoto wako unailipa. Na utaipambania ada ya mtoto wako utapata. Na atasoma na utakopa. Ila sio kabisa. Sio kwa Mungu wako. Wewe ajabu sana. Wewe ajabu mno. Unajua ajabu? Unajua ajabu wako ukoje? Alishika pumzi yako. Aliyokuja. Unaweka excuse. Point yangu ni kujitetea kwake. Najua umenielewa hiyo, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ikitokea kati ya Mungu na wewe, Mungu anataka kitu, unafanya kwanza kwake. Kwenye kutafuta tunaanza kutafuta ufalme wake. Kwenye kupewa Mungu anaanza kutupa vitu vya kwake. Umenielewa? Yaani unapoanza vya Mungu, na yeye Mungu anaanza kukupa vya kwako. Anasema mtamzidishwa mara 100 duniani kisha uzima wa milele. Ukijitoa kwa Mungu, ukifanya yeye anaanza kukupa vitu vya maisha duniani, alafu anakuapisha kuingia mbinguni. Umeelewa? Kwa yale mambo unayoyatoa kwa ajili ya Mungu, Mungu atakupa yale na mbinguni unaingia. Nani ameelewa vizuri? Kwa Mungu ukiweka vya kwake priority, anaanza kukupa yeye vya kwako. Ndio maana sikia watu wapi? Nikatoa wanashuhudia. Ila wewe hujui kwa sababu moja, huna. Na kwa sababu huna huoni. Ndio maana anambia ukiwa unatoa usimuone nabii. Muone Mungu. Ukiwa unatoa usione kanisa. Muone Mungu. Hutaona shida. Kama moyo wako utamuona Mungu, hautaona shida kutoa chochote. Hautaona shida kutoa pesa yenye gharama yoyote hata kama una majukumu. Kwa hiyo unamuona Hana ameenda madhabahuni. Ametoa pesa, ametoa kila kitu lakini hajapata mtoto. Ndio wewe unaenda kila siku hivyo hivyo. Ndio maana upate majibu. Na inaua ile nguvu yako ya kutoa. Ila siku alipoenda moyoni, alipoona kwamba nikitoa nitapata, akaenda na moyo. Na moyoni mwake akaona, akasema Bwana, namtoa mtoto utakaye nipa. Ukinipa huyo mtoto nitamuweka kuwa mnadhiri wako. Mungu akampa mtoto. Ana alipata mtoto. Vitu vyake vilifunguka huyo pako siku ile aliyoomba pale madhabahuni. Kwa sisi tuliokoka ndio njia pekee ya kupata utajiri. Anayetupa maarifa ni Mungu, anayetupa nguvu ni Mungu. Njia mojawapo ya kupokea kwa Mungu ni kutaka vitu kwa Mungu kwa kuviona kiroho na kutoa kile ambacho Mungu amekupa. Ukitaka level nyingine ya uchumi, give. Hauwezi kwenda level kubwa eti ukiwa unatoa fungu la 10 tu. No. Unanielewa vizuri? Kuna namna mnatakiwa uende extra. Lakini kabla ya kwenda extra lazima uone pale kuna gap unataka kuliziba. Alafu wewe ndio unaenda kuliziba lile. Ila kabla hujaenda lazima kuna kitu umeona. Sadaka yako Biblia inasema unapotoa unaiweka hazina wapi? Mbinguni. Mbinguni kule yuko nani? Si Mungu. Kwa maana yake ukiweka sadaka yako Mungu anafanya nini? Anaiona. Sisi watumishi wa Mungu ni moja kati ya watu ambao ni ishara ya kujua sadaka yako imepokelewa au la. Kwa vyovyote vile lazima nitazungumza. Ukiona unapotoa kiwango cha kutoa kitakuwa sio issue. Hata ukiambiwa milioni 10 hutaona milioni 10. Utaona kile unachokitoa unaenda kupokea kikubwa kuliko unachokitoa. Ndio alichokiona Ibrahim. Ibrahim anaona nikimtoa mtoto nitakuwa na watoto wengi kuliko wale. Mama wa selector aliona akitoa atapata chakula na sababu ndio yule wewe ukija kutoa afu kama unaona nilichoshika huko manake mimi nitafanya nini? Nitakupa.